ukiwa na hiyo shift ya mentality, yani ukiwa shift kwenye psychology yako, utaweza kupambana na hivi tu kwamba lifestyle inflation, lifestyle creep kwa urahisi sana. Unaweza kutoka kwamba unaweza kuokoa 20%, 40 mpaka hata 50 ya kipato chako ukifanya maamuzi sahihi kwenye hivi vitu vingine. Karibuni sana katika PowerPod, na katika episodi yetu ya leo tunaangazia lile swali ambalo tumekuwa tukijiuliza sana, hasa kwamba mimi na kipato kizuri, mimi napata pesa, lakini mwisho wa siku kila baada au naweza nikasema zile tarehe za katikati ya mwezi unajikuta huna kitu. Matokeo yake unajikuta ukihangaika kukopa maeneo mbalimbali. Sasa leo tuko na mtaalam ambaye ataweza kuzungumzia kuhusiana na hii changamoto. Kuona uhakika baada ya podcast hii utaweza kujua ni wapi pesa zako pengine zinakopotelea. Kwa mimi leo sipendi kuwa msemaji sana, naomba nimkaribishe Victor Muta ili kuweza kuzungumza zaidi. Kuna ambao wanamfahamu, lakini na uhakika kupitia ambacho anakizungumza leo mtaweza kumfahamu zaidi. Mimi nimemtambulisha kwa jina tu, lakini kuna vitu vingi ambavyo yeye anaweza kujitambulisha. Victor, karibu sana. Asante sana. Nashukuru kwa kukaribishwa kwenye PowerPod. Mimi hapa naitwa Victor Muta. Mtandaoni watu wananifahamu zaidi kama The Money Guy TZ. Saa zingine anasema hiyo jamaa ambaye alikuwa na manywele lakini nimenyoa. Hiyo jamaa ambaye alikuwa anasoma mbele pembeni ya pool lakini pool nimehama. Na sasa hivi ni jamaa ambaye naongelea kama nikiwa nashika kitano mkononi na kwa Kiingereza kama kaida yangu, kuwapa watu elimu ya fedha mbalimbali, kwa sababu vitu vingi ninavyowafundisha watu ni vitu ambavyo natamani mimi zamani ningevijua mapema zaidi kuweza kunufaika na kutatua hizi shida ambazo watu wengi wanapataga. Kwa hiyo mimi ndo huyo. Okay. Ndio. Yeah, nashukuru sana, na pia nimefurahi kwa sababu pale ambapo tunapata mzungumzaji ambaye ni kijana na uhakika mada, pamoja na kwamba inagusa watu wazima, lakini pia inakuwa inagusa vijana kwa kiasi kikubwa. Lakini mada yetu ya leo inazungumzia watu ambao tayari wako kazini. Kama ambavyo tumeona kwamba watu wengi hasa walio kazini, unaweza kumkuta mtu analipwa mpaka mshahara wa milioni 5, lakini inapofika mwisho wa mwezi anapata changamoto za kifedha. Hii inaweza kuwa inasababishwa na nini? Naomba kwanza hapo niseme msidhani kwamba kwa sababu umesema milioni 5 kwamba haiwahusu. Mtu mwenye kipato cha 600,000, 800,000, milioni 200,000, hata wengine milioni 10, 15, 20. Wengi wanapata na shida hiyo hiyo moja. Unakuta kwamba kwa sababu hawana ufuatiliaji juu ya pesa zao. Pesa inaingia, yeye analipa, anatumia. Ukimuuliza kwa mfano pesa inaingia tuseme tarehe 25. Sawa. Ikifika mwezi ujao tarehe 10, ukimuuliza umeshatumia shilingi ngapi, hajui. Kwa sababu hana tabia kufuatilia na kuandika matumizi yake yanakuaje. Na ukishakuwa na hiyo kitu cha kuandika matumizi yako, kuona pesa yako inaenda wapi kila baada ukitumia. Ni kama vile mtu akisema kwamba anakuonyesha kioo kwa tabia zako mwenyewe. Hata mtu akionyesha kioo unaona kwamba kumbe kuna kitu ambacho nimekaa sijaweka sawa nini, unaweza ukajisaidia, si ndio? Kwa vile vile sasa ukitaje kuboresha au kuelewa pesa zako matumizi yake yanaenda wapi, lazima una kioo cha kuangalia, kwa maana kwamba una maandishi, ikiwa kwenye app ya simu, ikiwa kwenye kalamu na karatasi, popote pale ambao unakumbuka kwamba nimetoa 10,000 kwenda hapa, nimetoa 50,000 kwenda hapa, nimetumia 100,000 kwenda sehemu fulani. Unaweza kutumia kwenye app ya Notes kama unataka kupata app zingine tofauti. Kuna app zingine ambazo ziko kama zinaitwa Money Lover kwa watu ambao kwa upande wa Android. Mimi napenda app ambayo inaitwa Dime, DIME kwa upande wa Apple iPhone, ambayo ukidownload hizo apps ni kama unaweza kuingiza taarifa zako huko kwamba umetumia 1,000 kwa kitu fulani, umetumia 3,000 kwa chakula, umetumia 5,000 kwa usafiri, umetumia 8,000 kwa kitu fulani. Alafu baadaye itakisha kuonyesha vizuri kama kwenye mpango wa charts na graphs na nini, kwa umetumia shilingi ngapi. Lakini ikishindikana useme kwamba hizo apps ni sitaki mambo mengi, Notes app kwenye simu yako. Hii hapo uweze kusema kwamba paka nitafute kalamu karatasi, nitafute simu unayo. Na simu unayo. Useme kwamba huna simu. Fungua Notes app, andika humo, na alafu baadaye kila mwisho wa wiki au kila mwisho wa mwezi unaweza kusummarize hizo vitu kusema kwamba basi kwenye upande wa chakula nimetumia jumla kiasi hii. Usafiri nimetumia jumla kiasi hii.
starehe na kutoka tumetumia juma kiasi hii. Hapo ndaanza kuelewa, kwa mimi nikipata hela inaenda 1 2 3 4 5 mpaka inaisha. Ndio sasa unaweza kuona kwamba baada ya kuona hiyo kitu unaweza kuona unaboresha wapi, unapunguza hapo, unaongeza wapi ili mambo yako yaende. Ndio. Na kuna huu msemo ambao unasema kwamba watu wengi wanashindwa kuitawala pesa. Na hii hata ni miongoni mwa watu ambao mmewahi kuutumia kwamba pesa inawatawala watu. Ndio. Na wewe unazungumziaje kwenye hili swala? Pesa kuwatawala watu, unakuta kwamba kila ukinunua kitu kuna gharama zaidi ya hiyo bei unayolipia. Kwa maana kwamba kuna gharama za ku-maintain hiyo kitu, gharama za kuhifadhi hiyo kitu, gharama za kutumia hiyo kitu. Nitakupa mfano mwepesi ni gari. Sawa? Kuna gharama ya kununua gari. Kuna gharama ya kushanunua hiyo gari, kuna gharama za kuimiliki, kwa maana kwamba bei ya mafuta, kwenda kuiosha, kufanya service, kubadilisha weka matairi mpya na kadhalika. Sawa? Alafu kitu ambacho hawafikiri ni kwamba kwa sababu una gari, sawa, mahitaji yako mengine naongezeka. Mtu akitoka kwenda out, sawa, anasema kwamba anaenda kufanya parking sehemu fulani, akienda pale gari yake mzuri, mtu pale mlinzi au masai lazima sema kwamba boss na maji yako nini pale inaweza kawa 2000 5000. Sawa. Hiyo ukisema kwamba unatoka tuseme mara 10 kwa mwezi, unaenda out kila wiki kama mara 2 kidogo, unakuwa kwamba 5000 2000 5000 mara 10 inakuwa 20050 ambao kwenye budget yako ambao upangia kufanya. Mfano mwingine useme kwamba mimi gari yangu nataka kwenda kwenye sehemu fulani ambao parking zake zinaeleweka. Chukua mfano, haya unaenda sehemu kama Mlimani City. Mlimani City hamna shida ya parking. Wewe umetoka kwenda kula, kusema kuliko uende sehemu fulani ambao kama ya kawaida, ungechukua Bolt uende, unakula 5000 10,000 15,000 unamaliza unafika nyumbani. Unaenda kula Mlimani City. Mlimani City ambayo sitataja hizi sehemu, lakini unajua kwamba kuna sehemu za kula na kutumia pesa kwa gharama yote ile unayotaka. Taka 50,000 zipo, taka 100,000 zipo. Taka kuna sehemu moja pale ambao ukitaka kutumia hadi milioni unaweza kufika na zaidi. Kwa hiyo watu wanataka kukimbilia kuishi maisha ya aina fulani. Na hayo maisha ni kwamba mimi hapa nionekane kwamba naishi maisha mazuri, yani nionekane kwa watu kwa mimi ndio boss na nini pale. Na unakuta kwamba hiyo inaleta gharama za ziada ambazo sasa unakuta kwamba ku maintain hiyo kitu mtu anaishia kulazimika kwenda kufanya kazi ambayo yeye mwenyewe haifurahii, analazimika kwenda kupambana na biashara yake ambayo inawezekana kwamba anafanya mtumia muda mwingi kwenye biashara wakati sio lazima, kama angepunguza gharama zake za maisha, na anaishia kukimbizwa na mali na vitu ambavyo amenunulia na pesa zake kuliko yeye mwenyewe kuishi maisha kwa mimi nataka nini. Nimejaribu tu kuangalia watu ambao wamenizunguka. Sawa. Kwamba watu wengi ambao wameajiriwa, hasa watu walioajiriwa, yani anaweza akaanza labda na mshahara, tuchukulie labda 500,000. Sawa. Mshahara wa 500,000 alikuwa pengine anaishi namna fulani ya maisha. Sawa. Lakini anaongezewa mshahara umefika hadi 1,000,000. Yani unaona labda pengine matumizi yamebadilika au maisha, yani ameanza kuishi maisha ya tofauti. Sasa ni kitu gani ambacho ni kikubwa ambacho kinapelekea kwamba kipato chetu kinavyokuwa kinaongezeka na matumizi yanakuwa yanaongezeka? Hiyo ni kitu ambacho sijajua lugha kwa Kiswahili fanisi, lakini kwa Kiingereza tunaitwa lifestyle creep au lifestyle inflation. Kwamba kipato chako kama ni 500,000, matumizi 500,000. Milioni, matumizi milioni. Milioni 2, matumizi milioni 2 na kadhalika. Na nasema kwamba hii kitu kinafika, kuna mfano wa mtu ambao namjua hadi milioni 42. Kwa kusema kwamba kunafika ambao kuna amount ambayo hela inatosha, unajidanganya. Unajidanganya. Kwa hiyo inatokana na nini? Unakuta kwamba mtu akilini mwake anajua kwamba kazi ya pesa ni kutumika. Basi. Kwa maana kwamba kwa hiyo akili yake akipata pesa afikiri maendeleo, anafikiria kuitumia kwa sababu ndio alivyotuna akili yake. Lakini ukiwa una kitu ambacho unatamani sana na unatamani kuliko unavyotamani vitu vingine. Unatamani hiyo kitu kuliko unavyotamani starehe. Unatamani hiyo kitu kuliko unavyotamani kuonekana kwa watu kwa aina fulani. Unatamani hiyo kitu kuliko vitu vingine maishani, kwa sababu priority iko hapa na vitu vingine viko hapa chini. Sawa? Ukishakuwa na hiyo kitu, unaweza kawa unapanga mpango. Mimi nahitaji kufikisha hii lengo, kufikisha hii target, kufikisha hii kitu fulani. Sema kama unatamani kujenga kumiliki kwako, unatamani kuwa bilionea wa kwanza kwenye familia yako, unatamani kuwa mtu ambaye labda unataka kustaafu nchi ya nje, achana kustaafu hapa.
Kuna watu ambao wana malengo ya kustaafu Amerikani, Ulaya, yani ni nchi za nje. Sasa ukiwa na lengo kubwa kama hiyo, wewe mwenyewe unaona kwamba hii ambayo naipata ya nyongeza, kwa maana nilikuwa na mshahara 500,000, nimeongezeka kama milioni 1. Mimi nitaongeza maisha kama 600,000, ifike 600,000, 700,000 hapo, sababu binadamu nakubali. Nikiwaambia mjinyima mtashindwa. Kwa hiyo unapandisha kidogo, lakini hapo nyongeza unayopata hiyo unawekeza pembeni kwa ajili ya kufikisha lengo lako. Kutumia na kila mtu ana malengo yake tofauti. Sawa. Sasa ukiwa una hiyo, unakuta kama unavyoongezewa kipato, unaongezewa kipato, inakuwa huitumii yote. Nikupe mfano, mimi mwenyewe binafsi. Mimi hapa lengo langu nishasema mara nyingi, narudia tena. Ikifika mwaka 2030, niwe na net worth, kwa maana kwamba mali za uwekezaji zifike thamani ya shilingi bilioni 1, na niwe na kipato tulivu au passive income milioni 75 kwa mwaka. Nikishajua kwamba hiyo lengo ni hiyo na naitamani, sababu ambazo ziko personal sana sitazitaja, lakini ni kitu kikubwa sana na muhimu sana kwangu. Ina maana kwa mimi hapa nikipata kipato, kwa mfano matumizi yangu ni milioni 1, kipato milioni 1. Kipato kiongezeke kwa milioni 2, mimi nitabaki kwenye milioni 1 hapo nikijua kwamba hiyo milioni nitafikisha kwa sehemu fulani kuweza kufikia hiyo lengo. Kwa sababu ni kitu ambacho ni muhimu kwangu kuliko vitu vingine. Kwa hiyo unakuta kwamba ukibadilisha saikolojia yako hivyo, hiyo kitu cha kusema kwamba umeongezewa hela, kwa nini usitumie yote? Kwa nini nijinyime? Ujinyimi kwa sababu unajua kwamba hiyo hela unatumia kupambania kitu kikubwa zaidi. Ukifanya hiyo, ukiwa na hiyo shift ya mentality, yani ukisha shift kwenye saikolojia yako, utaweza kupambana na hivi vitu kwamba lifestyle inflation, lifestyle creep kwa urahisi sana. Kwa urahisi sana. Victor, naomba nikurudishe nyuma tulikoanzia, hasa kwenye haya matumizi madogo madogo. Hii natamani nipate experience yako, hata experience watu ambao wamekuzunguka. Kwa sababu ukiangalia kuna matumizi madogo madogo ambao mara nyingi tunayafanya pengine pasipo kujua na ni ngumu kutrack. Kwa unaweza ukaje ukakaa ukaona labda 10% hadi 20% ya kipato chako kimeenda kwenye yale matumizi ambayo yalikuwa tu ni madogo madogo. Je, sasa ni matumizi gani ambayo Watanzania wengi ambao nahisi wanayapuuzia wakiona kama ni madogo madogo, lakini mwisho wa siku ndio yanachukua pia kipato chao? Asante kwa swali. Lakini mi naomba nigusie kitu tofauti. Kwa sababu ukisema kwamba una focus kwenye matumizi madogo madogo, ni vyema, sawa, vinasaidia, lakini watu wengi watapiga hatua kubwa zaidi wakiamua kuweka msisitizo kwenye matumizi yao makubwa makubwa. Ambao mara nyingi kwa watu ziko kuwa aina 3. Moja ni malazi, kodi unapoishi pale unapokaa. Cha pili ni chakula, kwa sababu kila binadamu lazima ale. Cha tatu ni hii swala ya usafiri. Sasa unakuta kwamba napenda kuongelea swala la malazi na usafiri kwa wakati mmoja. Sababu mara nyingi unakuta kwamba nikikaa sehemu fulani karibu na kazini ambao nauli inakuwa kidogo, gharama za kodi inakuwa kubwa. Nikikaa mbali na kazini au nikijenga kwangu ambao sihitaji kulipa kodi kila mwezi, gharama za usafiri kwenda mpaka kazini inakuwa kubwa. Kwa hiyo ni kiasi cha kukaa upige hizo hesabu ujue. Kwa mimi hapa nikikaa, kwa maana kama ofisini Posta, watu wa mkoa nitanisamee, mimi najua mji ya Dar, tunaongelea Dar. Unakaa maeneo Magomeni. Sawa, Magomeni kwa inaweza kuwa kiasi fulani, lakini unajua kama nauli kwenda mpaka kazini Posta ni ndogo kwa sababu sio mbali. Sasa wewe umeamua kupata kiwanja, umejenga kwa sababu kwa uwezo wako umepata maeneo kama Kibaha. Sawa. Kibaha, usafiri kufika paka hapo Posta, mara nyingi unakuta kwamba kwa kuwa na uhakika usafiri utalazimika kuwa na gari. Kwa unaongeza gharama za gari, gharama za mafuta, ambapo mafuta wakao tunajua bei zimepanda hivyo. Sasa unahitaji kupiga hesabu ulinganisha hizo vitu. Kama mimi hapa nikiwa na kwa mfano na kiwanja sehemu fulani, nikijenga nikiishi huko, usafiri kufika paka hapa inakuwa kiasi gani na kiasi gani. Uone kwamba unaweza kusave wapi. Na mara nyingi unaweza kuta kwamba ukiweza kuishi karibu na kazini, labda kama umezoea kupata vyumba viwili, vyumba vitatu, chukua vyumba viwili, vyumba chumba kimoja. Hiyo combination ya malazi, ya kodi pale karibu na kazini na usafiri mdogo inaweza kusave hela kuliko kukaa mbali. Mara nyingi inakuaga hivyo. Kwa hiyo pigeni hiyo hesabu uone itakusaidia nini. Kwenye upande wa chakula, tafadhali jifunze kupika. Uingia jikoni wewe ni mvivu, basi kubali kwamba utatumia pesa, itakutoka hela nyingi sana. Na ukiwa maeneo ya kazini, unajua issue tunaingia kwenye swala la peer pressure. Temea na huko cheo gani ofisini. Kwamba watu, again, hujui mazingira ya kifedha ya watu. Hujui kinachoendelea nje ya ofisini.
hujui maisha yao binafsi. Kwa hiyo ikifika muda wa lunch, unaagiza hapa nataka kuagiza biriani, unataka kuagiza sijui chicken alfredo, unataka kushia nini mahali sehemu fulani. Lunch unaishia kutumia 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 for lunch. Piga hesabu kila siku. Naweza kusema kwamba kuna watu ambao watumia pesa hizi, lakini wapo. Nakwambia wapo. Wanatumia pesa nyingi hivyo kwa sababu wanataka kwamba uwe unaagiza na alafu nataka kuagiza sawa na wao. Kubali pata wazako, gari dagaa, wali mchicha, nini hizi bei. Unajua kila eneo kuna sehemu nafuu za kula. Yeah, ni kweli. Kila eneo kuna sehemu za nafuu. Hata ukiwa sijui Posta, ukiwa wapi, kuna sehemu nafuu za kula, kwa sababu huwezi kusema kwamba watu ambao wanafanya kazi kama wahudumu, wafanya usafi na vitu vile maeneo hayo kwamba wanakula sawa na wengine. Lazima kuwa kuna sehemu zao wanapata chakula kwa 1,000, 2,000, 3,000 bei nafuu. Nenda huko kula 1,000, 2,000, 3,000. Hiyo kitu unaweza kupunguza gharama za chakula hivyo. Sasa ukifanya mabadiliko kwenye haya maeneo matatu, unaweza kutoka kwamba unaweza kuokoa 20%, 40 mpaka hata 50 ya kipato chako ukifanya maamuzi sahihi kwenye hivi vitu vingine. Kwa maana kwamba ukishafanya uamuzi huo, kwa sababu kama ni kuchagua sehemu pa kuishi unahamia mara moja. Ni process kubwa ndio, lakini unahama unakaa hapo miaka kadhaa. Upande wa usafiri ukishajua namna usafiri saidia hapo mara moja tu ina switch. Upande wa chakula ukishajifunza namna kupika, miezi kadhaa kujifunza tu kupika. Ukishapata michimbo za sehemu kupata chakula nafuu, ni kitu ambacho ni process ya wiki 2, wiki 3 ukishajifunza hivyo. Kwa hiyo kufanya mabadiliko ya kipindi cha kama miezi 1, miezi 2 hivi, unafika mahali kwamba umejiruhusu, yani for the rest, yani kwa mwaka unaobaki na miaka mbele na kipato chako kinavyozidi kuendelea, unakuwa na huo unafuu. Sasa unapata pesa kuweza kufanyia mambo mengine. Na tafadhali usitumie zote kwenye starehe. Niweza kupata 500,000, 600,000, 700,000 kila mwezi. Hongera sana, lakini angalau nusu. Angalau nusu. Tena hapo nimewapendelea kwa sababu ningesema mpeleke yote, lakini angalau nusu hiyo kwenda upande wa akiba, kwenye upande wa wekezaji, kwenye upande wa kujitajirisha we mwenyewe. Kwa sababu kila unavyotoa pesa unamtajisha mtu mwingine. Yeah. Ukienda kwenye baa unamtajirisha mwenye baa. Ukienda kuhonga ujue kwamba kila pesa inayotoka ni kutajisha mtu mwingine. Basi tafuta pesa ambayo inabaki kwako wewe kama wewe, kujitajirisha wewe mwenyewe, kuwekeza, kuweka akiba, kufanya vitu ambavyo vitakuendeleza kuenda hatua inayofuata. Nikiwaeleza kwa namna hiyo, naomba mtanielewa na mnaona kwamba hii pesa sijinyimi, najinufaisha mwenyewe. Ninaishia hapo. Kuna lifestyle sisi wa Tanzania na pengine naweza nikasema watu weusi tunaishi, ikiwa inatofautiana labda na wazungu namna ambavyo wanaishi. Sawa. Sisi tunatoka kwenye zile familia ambazo kwa kiasi kikubwa inabidi uisupport familia yako, kwamba unaweza ukaingia kazini lakini bado kuna hii changamoto labda ndugu upande wa kwako mwenyewe uliozaliwa nao tumbo moja, kuna watoto wa shangazi fulani. Kwa unakuta kile kipato ambacho unakuwa unakipata, yani kinakuwa kina support watu wengi kwa sababu kuna kiasi cha watu ambao wanakutegemea. Sawa. Je, sasa ni wakati gani yani kwa mfano mimi kusema hapana? Kwa sababu kuna watu ambao tumewasikia wanalalamika kwamba ni miongoni mwa vitu ambavyo vinawasumbua. Sasa upi ni wakati ambao mtu anaweza kusema jamani, hapa inatosha, mimi nimetumia sana kwa sasa hivi, siwezi kutoa zaidi? Naomba niseme kwamba cha kwanza, maisha ni maamuzi. Kwa hiyo kama wewe umeamua kwamba utachanga kwa kila mtu ambaye ataomba msaada kwako, au kwa kila kadi ya mchango ya harusi ya send off ambayo itakuja kwako, usilalamike. Kwa sababu umechagua kufanya nini? Kuchanga. Umechagua kuchanga. Ni kama vile ukienda kwenye mgahawa, umeagiza wali maharage, wanakuletea wali maharage afu unalalamika. Umepata ulichokichagua. Yeah. Kwa maana kwamba kama upendi ulichokichagua, chagua tofauti. Kuwa na mipaka. Kuna mipaka aina mbili. Mipaka ya mtu ambao utakayemsaidia. Okay. Naweza kusema kwamba kama wewe sio baba yangu, mama yangu mzazi, au mdogo wangu ambao tumezaa naye tumbo moja, jibu itakuwa hapana. Umeset mipaka yako hiyo. Inaweza kawa mipaka ya kwamba kuna kiasi fulani kila mwezi mtu yote akiomba, wa kwanza kufika ndio wa kwanza kuomba, ndio wa kwanza kupewa. Sawa. Kwa mimi hapa kila mwezi na pesa 300,000 kwa ajili ya msaada. Na kama ni swala la familia, uwaambie mimi hapa uwezo wangu wa kusaidia na wapenda wote, lakini uwezo wangu wa kusaidia kwamba kwa hapa ni 300,000 kwa mwezi.
Kwa hiyo vile vile mkiwa na shida mkaniomba sawa, lakini mjue kwamba hii hapo mwisho kima ni 300,000. Mama ukija kuniomba hela, kama baba amekuja kuniomba, mdogo wangu amekuja kuniomba na ishafika hiyo 300,000, nikisema kwamba sina hela ni kwa sababu uwezo wangu wa kumaliza ya kumsaada imefika. Ukiwaambia watu hivyo, watu wengi wanaelewa. Kuna mbinu kadhaa ambao nawapa watu. Nakuta mtu ambaye yani Victor, mimi hapa sina roho ya kukataa. Nasema haya, useme hapana. Akija mtu kwako muulize, huu ni mkopo, huu ni zawadi? Akwambie. Kama ni zawadi, unampa, unasema heri ya Christmas, tunaona mwakani. Ajue kwamba akipata shida tena hamna zawadi, hamna pesa kupata kwako. Sasa unakuta mtu anataka akisema kama ni mkopo. Sasa unasema haya, basi nitaomba dhamana. Kwa maana kwamba hii kitu ukishindwa kurejesha, najua kwamba pesa yangu ziko hapa. Sawa kabisa. Unamnyosha mtu. Vile vile akisema kwamba kama ni mkopo, haya utanirudishia lini? Utanirudishiaje? Naomba nielezee mpango wako 1 2 3 kuweza kurudisha hizi pesa. Na shida ni kwamba hawezi kukuona mbaya kwa sababu mwenyewe amechagua nini? Mkopo. Akishindwa haya maswali anaacha. Na ukifanya hivyo, kwa maana kwamba watu wakielewa kwamba kupata hela kwako hawapati kirahisi rahisi, utakuta kwamba muda unazidi kwenda vitu kama hivi vinapungua. Kama ni mtu ambao una roho ngumu ya kwamba huwezi kusema hapana, unaweza kutumia katika hiyo mbinu ya hii ni mkopo wa zawadi, au unaweza kutumia mbinu zingine, kwa maana kwamba unaweka mipaka kwamba mtu akiomba 100,000 anaweza kusaidia 20,000 au nini pale. Fanya mchanganyiko ambao utaona kama itakufaa kwa mazingira yako. Itakusaidia sana kwenye upande ya kupunguza hiyo kila siku Victor watu wananiomba hela, yanatoka pale inaenda nyingi pale. Kwa sababu usiseme kwamba waache kuwasaidia watu. Lakini uwe unachagua kwa umakini unamsaidia nani na nani na kwa mazingira gani au kwa vigezo gani. Na kitu kingine ambacho niseme kwa upande wa michango hii hapa. Unakuta kwamba kuna hii kauli ambaye inakuwa kwamba unajua nimechangia watu wangapi. Watu wakisha wanapanga sherehe zao. Unakuta mnasema nataka sherehe ndogo kwa sababu anatumia pesa hizo nazo, lakini mama baba mzazi anasema kwamba unajua nimechangia kwa harusi wangapi wengine. Ina maana kwamba kama amekumbuka hiyo kitu, alikuwa anatoa hizo pesa kwa uchungu. Kwa maana kwamba anaona kwamba wewe harusi yako au shughuli yako ndio wakati wake wa kulipiza na kurudisha hizo pesa aliyotoka wengine. Basi niwape option nyingine. Kama inatoka kwa uchungu, usiitoe. Baki nayo, weka akiba. Kwa kama umechangia 300,000 huku, umechangia 100,000 huku, umechangia 500,000 huku, hizo pesa ulizitafuta. Basi haya, mtu akikomba kadi ya mchango, sema hiyo pesa weka kwenye akiba. Account ya benki. Usiende kwenye harusi. Lakini ikifika kwenye shughuli yako, uhitaji kudai mtu mwingine kwa sababu hizo pesa ambazo ungezitoa ziko pembeni, umeziweka kama akiba. Na unafanya shughuli kwa mwenyewe unavyopenda. Mawazo kadhaa, chukua wazo ambalo linakufaa, sitakupangia maisha. Chakula kinachokufaa, kula nyama, acha mfupa, tuende mbele. No. Ni mbinu gani sasa ambazo unatumia wewe binafsi au pengine ambazo umekuwa ukifundisha watu kuweza kujizuia pale ambapo unajihisi unataka kufanya matumizi ambao pengine ukuwa umetegemea? Kwa sababu kumbuka sisi binadamu anahisi tamaa, yani muda mwingi yani ukipata pesa unatamani tu kuitumia iishe. Okay. Inategemea hiyo issue au issue kwa sababu kila mtu akienda kununua kifanda anatamani kitu fulani. Hasa inategemea hiyo tamaa imeibuka wapi, imetokea wapi. Unakuta kwamba kama ni kitu ambacho ni deep sana, ambao unakuta kwamba mtu Victor, mimi nishajaribu mbinu zote zingine, sijui nini, kusubiri masaa 24 kabla kwenda kununua, nimejitahidi kuandika kila matumizi, naona bado naenda kufanya nini. Ni moja, kaa ufikirie imetokana na nini. Mfano waga napenda kutoa, kuna mfano aina mbili. Ya kwanza, mtu inawezekana kwamba amekulia mazingira familia ambayo ya shida. Amekulia mazingira ya shida. Ikiwa kwamba watoto walikuwa wengi kiasi kwamba yeye ameshazoea kwamba kupata kitu, anapata kitu kwa dada yake au kaka yake, haja kupata kitu kipya kununulia kama zawadi yake peke yake. Kwa maana kwamba akiwa mtu mzima mkiwa na hela, kila saa akiona kitu fulani ambacho roho yake inapenda, lazima aende kanunue. Kama ni kanguo, kaeleni, kasaa, ka vitu fulani mbalimbali. Anaenda kuna sababu yeye hajinunuli kwa nafsi yake, anajinunia kwa nafsi ya huyo mtoto ambaye hakuweza kupata vitu vizuri alivyokuwa anatamani kipindi kile. Kwa hiyo ukishatambua, ukishagundua kitu, unasema kwamba jamani, vitu ambavyo tukitaka kununua tunaweza kuvinunua.
Lakini kwa sababu kikubwa ni kama tunaweza. Sio lazima tuvinunue. Ukishajielewa kisaikolojia penaweza kuachia vitu fulani. Kwa hiyo nikupe mfano wa pili. Sawa? Ni mimi binafsi nilikuwa nafanya kazi kama mpiga picha miaka ya nyuma. Na kipindi kile sikuwa inapata hela nyingi. Na ilikuwa inaniuma sana nikiwa naenda kwenye sherehe za watu, napiga picha kwenye sherehe zao, wanafanya hizi sehemu nzuri, maeneo ya Masaki, maeneo mahotelini, maeneo nini pale. Alafu nilikuwa nachokonoa sana rohoni kwamba hata mimi kwenda kula kwenye hizi sehemu kama nao piga picha watu siwezi kwa hela ambayo nilikuwa napata kipindi kile. Kwa hiyo sasa unakuta miaka miwili nyuma nilikuwa napata shida ya kutumia hela nyingi sana kwenye migahawa. Sio kwamba naenda kula kwa sababu mimi nataka kula. Naenda kula kwa sababu najitahidi kama kumpoza au kumridhisha au kumpoza roho au siseme kusaisha, yani kilichotokea kipindi cha zamani ambao nilikuwa siwezi kufanya kitu na afu kama nalipiza sasa hivi. Sawa. Kwa hiyo sasa nakuta kwamba hiyo tabia kama ukiwa unatumia pesa nyingi kwenye kitu fulani. Je, kuna kitu fulani ambacho unajaribu kulipiza au kusaisha au kujipoza yani roho kwa kilichotokeza zamani siku za nyuma? Ukishaelewa kwamba ukakaa ukatafakari kuna kama kumbe ilivyotokea nilivyokuwa mdogo au miaka ya nyuma au ilivyokuwa chuo nilivyokuwa nilivyokuwa kijana, sijui kuna mtu fulani kanisema kitu fulani au kuna mazingira fulani imenitokea, sijui kama mtu fulani kameniacha au imenisababisha kwamba leo hii lazima nilipize na nimuonyeshe. Lazima nimuonyeshe na unamuonyeshaje wa kutumia vitu kwenye hizi pesa ovyo. Kwa hiyo ukishaelewa kitu unajua kwamba hamna haja kumuonyesha huyo mtu. Hamna haja kulipiza kwa sababu sasa hivi una uwezo wa kufanya kitu unachokipenda, na hiyo uwezo kujua kwamba una uwezo kufanya hicho kitu kinaweza kutosha chenyewe kuweza kusaidia hiyo kitu kikate kiishe. Nashukuru. Na kuna msemo ambao unasema ni wa Kiingereza lakini pia tunaweza tukautafsiri ukawa Kiswahili kwamba live below your means. Yani ni wanamaanisha kwamba tuishi chini ya vipato vyetu. Ndio. Sasa nini maana yake, au ikija sasa kwa ufafanuzi tafsiri yake ikoje? Kama unapata mshahara wa 500,000 ishi maisha ya 300,000. Okay. Kama unapata mshahara milioni 2 ishi maisha ya milioni 1. Kama unapata mshahara milioni 12 ishi maisha ya milioni 3. Na uende hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa unaishi chini ya kipato chako, yani hupati stress nyingi. Kwa sababu tuseme ukweli, watu wanapata stress ya hela. Na kama una kipato cha milioni 12, kama matumizi yako kila mwezi milioni 15, stress ipo. Sawa? Kwa hiyo na iwe inaendana kwenye matumizi yako na hata vitu unavyomiliki. Kwa sababu kama nilivyosema, kumiliki vitu kuna gharama zake za kumaintain hiyo kitu. Kwa tuseme kama mtu unaishi maisha ya una kipato cha milioni 1, unaishi maisha ya milioni 1. Maana kwamba kila mwezi unaishia na sifuri, unaanza upya kila mwezi. Alafu una simu fulani. Hiyo simu unaweza kuta gharama za hizo simu ni miezi 2-3 ya mshahara wako. Unamiliki hiyo simu. Simu ikipata shida. Simu inawezekana kwamba umempa mtoto wa shangazi, ameishia kuangusha, sikia imepasuka pa. Au mwenyewe inawezekana kwamba umetembea umesimama barabarani hivi kuna boda amekuja ameibia amekuapua mkononi pale. Sasa pale unakuta kwamba mtu anaishi na mchukua miezi 6 kurudi WhatsApp kwa sababu anataka kutumia simu sawa na hiyo alikuwa anamiliki zamani. Na hapo katikati anatumia simu ya touch. Lakini unakuta kwamba huyu mtu kwa maisha yake kabla angestahili kuwa na smartphone ya 600,000 700,000 wakati ya hapo. Kwa hiyo ishi maisha ambayo ndani na kipato chako. Kwa Kiingereza tunasema kwamba act your wage. Sawa, mnasikia kama act your age kwamba tabia zako na iendane na umri wako. Sasa vile vile maisha yako iendane na kipato chako. Fanya hivyo itakusaidia mambo mengi sana kwenye kupunguza stress ya maisha. Kwa hiyo kiasi kwamba hata simu ikipasuka pano, jamani pole bahati mbaya, kesho unaenda unapata simu nyingine, sio issue. Kwa sababu kwa nini? Sio kwa sababu una hela nyingi, kwa sababu unaishi ndani ya kipato cha chini ya kipato chako. Na ni kitu gani au kiasi gani naweza nikasema, sio kitu naweza nikasema ni kiasi gani pengine kinaweza kikawa cha akiba ambacho mtu anatakiwa awe nacho ili kuweza kusurvive pengine kwa miezi 3 hadi miezi 6. Nikiwa tu natolea mfano kwa watu ambao wako kazini, ikitokea labda umepoteza kazi, ikitokea changamoto yoyote, kwa sababu
kuna changamoto ambazo huwa labda uchumi umeyumba Ndio. hivyo, yani ambazo zinaweza zikamfanya yani zile akiba ambayo mtu anakuwa nayo inaweza ikamfanya akasurvive kuanzia miezi 3 mpaka miezi 6, tukiwa tunaamini kwamba changamoto inaweza ikawa imeisha. Kwa hiyo kwenye upande wa akiba wewe kuna kitu ambacho kinaitwa emergency fund au mfuko wa dharura, ambayo hiyo napenda kufikiria ina vitu viwili. Kwa maana kwamba cha kwanza ni pesa. Ikiwa kwamba angalia matumizi yako ya mwezi ni kiasi gani. Okay. Sawa, una kipato cha milioni 2, matumizi yako mwezi ni milioni 1, kwa sababu umesikiza hapo nimesema kwamba unabadilisha maisha yako, unaishi ndani ya kipato chako, sawa. Matumizi yako mwezi ni milioni 1, kwa angalia milioni 1 mara 3 mpaka 6. Inakuwa milioni 3 mpaka 6 ambayo ni mfuko wako wa dharura. Kama ni mtu ambao kutafuta pesa ni rahisi, kwa maana kwamba wewe ni mfanyabiashara na kuna mbinu mbalimbali za kutumia kupata pesa, miezi 3 sio mbaya. Kama ni mtu ambao unaingia kwenye upande wa ajira na ajira yako ina kama uhakika zaidi, miezi 6. Ikitokea kwamba wewe ni mtu ambaye labda kwa mazingira ya pesa unayopata pesa inakuwa ngumu sana kupata. Tuseme kwamba kwa mfano mtu ambaye yuko kwenye biashara ya real estate, ya madalali wa nini. Kwa nini kwamba sio kila siku ataweza kuuza kiwanja au nyumba. Sawa. Kwa nini kwamba pesa anayopata lazima imbakie kama miezi 4, miezi 5, miezi 6 mpaka aweze kupata pesa nyingine. Huyu hapa anatakiwa kuwa na emergency fund ndefu zaidi. Kama wewe ni mtu ambaye hutaki stress wala shida na mtu, ambayo sasa mfuko wako inatoka kwa mfuko wa dharura kwa mfuko wa amani au mfuko wa tulivu, sio niseme mfuko wa peace of mind. Ina maana kwamba weka akiba miezi 12 ya matumizi yako. Kwa kama matumizi yako ni milioni 1 kwa mwezi, mara 12 milioni 12. Ikitokea chochote pale, hata kama siku moja ikitokea bosi akikufokea, nasema hivi wewe unanyuka zako unatoka, kwa sababu unajua kwamba mwaka mzima uko sawa. Hiyo upande wa kwanza. Upande wa pili, bima ya afya. Kwa sababu unakuta kwamba watu wengi shida wanapata ambayo inaweza kukula pesa zao zote. Ni changamoto za kiafya, kwa sababu uhai ni muhimu. Afya ni muhimu. Na ikitokea kwamba umelazwa au mwenzako wa karibu familiani amelazwa, mtoto amelazwa, mke amelazwa, mume amelazwa, kitu kama hicho, utatumia pesa yoyote ile kuweza kumuokoa maisha yake, si ndio? Yeah. Kwa maana kwamba pesa yoyote ile na kwamba akiba itaisha, vitu vya nyumbani vitaweza kuishia kuuzwa, unaenda kuchukua mikopo kokote pale kwa hata riba mbovu, mradi pate hela kuokoa maisha ya mtu. Kwa sasa ukiwa na bima ya afya, na bima ya afya nzuri kadri kwa uwezo wako, itakusaidia sana kuweza kujiepusha na hizi changamoto za dharura za hapa na pale. Na sasa nini wito wako kwa Watanzania ambao wanakusikiliza leo hii? Hasa natamani kama utagusia pia makundi ya vijana. Ya, kwa sababu kuna lifestyle ambao sisi vijana tunaidesire, kuna vitu ambavyo tunatamani. Sasa ni kitu gani ambacho ungependa kuwaambia vijana wa Kitanzania? Hiyo inaweza kawa masaa mawili kwenye kwa jibu yake, lakini kwa ufupi niseme kwamba kuzingatia ni vitu 5. Cha kwanza, ongeza kipato kadri uwezavyo, kwa maana kwamba kama ni kwenda kusoma uweze kupata vyeti, kuweza kupandishwa cheo kazini, sawa. Kama ni kuweza kuongeza skills kadhaa, kuweza kuwa na mtu ambaye anaweza kupata mshahara kubwa zaidi, sawa. Kama ni kuweza kujifunza namna kufanya biashara au kukuza biashara yako, sawa. Cha kwanza, ongeza kipato. Cha pili, punguza matumizi. Kuna watu wengine tayari wana kipato cha kutosha, yani cha kuweza kuwatoa kimaisha, lakini unakuta matumizi yao ni hovyo. Kwa hiyo upunguze matumizi, na kama wewe kwenye mchakato kuweza kuongeza kipato chako, basi matumizi yako yabaki pale pale. Kama unazoea kuwa na kipato cha milioni 1, matumizi milioni 1, kipato chako kikiongezeka mpaka milioni 8, baki hapo milioni 1. Cha tatu, wekeza hizo pesa. Of course ukishafanya hiyo akiba na mfuko wa dharura na bima, sawa, unawekeza hizo pesa. Kwa maana kama mtu anapata kipato ana matumizi milioni 1, kipato chake milioni 8, hiyo gapa milioni 7. Wekeza kila mwezi, ndio unapofika kuwa tajiri. Ukishafanya hivi hapo, inakuwa ya 4. Rudia kila siku, kila wiki, kila miezi kwa angalau kipindi cha miaka 10. Sio miaka 2, sio miaka 5, miaka 10. Ikimaanisha kwamba kama mtu mwenye kipato kikubwa inaweza kama muda mchache, mtu mwenye kipato kidogo inaweza kama muda mwingi, lakini angalau miaka 10. Alafu ukishafika hapo utafikia kitu ambacho kinaitwa uhuru wa kifedha. Narudia tena, ongeza kipato, punguza matumizi, wekeza hiyo difference hapo wekeza hiyo gap. Rudia kwa kipindi cha miaka 10,
utakuwa na uhuru wa kifedha. Victor, na nashukuru sana, na imekuwa ni mada nzuri na na uhakika itawagusa Watanzania wengi. Kwa hiyo naomba muda wowote ambao pia tutaweza kukukaribisha kwenye podcast yetu uweze kufika, kwa sababu wewe pia ni kijana mwenzetu na na uhakika kuna vijana wengi ambao wanatamani kukusikia na kujifunza kutoka kwako. Nashukuru sana, ukinikaribisha niko tayari kurudi, kwa sababu napenda sana kuongelea haya maswali mbalimbali. Na kwa kama kufunga hivi kuelezea kwa mimi hapa ni Victor Muta. Nataka kupata taarifa zaidi kuhusu mimi, niko mtandaoni kwa upande wa TikTok na sasa Instagram. Profile yangu ni The Money Guy TZ, spelling yake THE The Money MONEY Guy GUY au search Victor Muta kwenye hizi platforms zinaweza kanipata pia kwa jina hii. Kwa nitaonekana kwenye search pale The Money Guy TZ. Pia mimi hapa na community ya watu ambayo kwanza niseme kwamba page yangu mafunzo wa Kiingereza, kwenye WhatsApp community mafunzo ya Kiingereza, kwa hiyo usishangae sana ukienda huko utaona tofauti. Ni kwamba community ya WhatsApp watu wanaingia pale, kuna membership kipindi cha mwaka mmoja ambao ukiingia pale utapata mafunzo ya basics za fedha. Tunaanzia video, yani watu nikisema basics, video ya kwanza ni kwamba hela ni nini. Kama hujui yani nini utajifunza huko ndani: hela, uwekezaji, hisa, hati fungani, mifuko ya uwekezaji pamoja na hizi vyote. Na ukiingia kwenye kundi la WhatsApp pia kuna mafunzo mbalimbali ambayo unaweza kupata pale ili uweze kujifunza, ujue kitu cha kufanya na uanze kufanya. Na pia kwenye kubadilika kimaisha ni vyema kama ukiwa na watu ambao wana malengo sawa na wewe, kwa sababu kama ukiwa unafanya peke yako inakuwa ngumu, saa zingine inakuwa rahisi sana kukata tamaa au kujua ujui kama umepatia umekosea, kwa sababu una mtu kuweza kuongea naye na kuuliza haya mambo. Sasa sisi kwenye group pale tupo, kuna watu ambao wana utajiri paka bilioni 2, kuna watu ambao wanaanza na 20,000, 30,000. Kwa ziko kwa level zote. Karibuni sana hapo. Ukitaka kupata taarifa, fika kwenye page yangu ya Instagram, comment kwenye post yote community, nitakutumia ujumbe kuhusu kusaidia kupata elimu zaidi na namna kujiunga. Kwa hapo niseme asanteni. Natamani kwamba kila mtu anayeangalia hapa ufike angalau bilioni 1. Mpaka kufikia hapa, huu ndio mwisho wa episode yetu ya leo. Naomba tuhakikishe tuna share, tuna subscribe kwenye YouTube channel yetu ambayo inakwenda kwa jina la Skalt Online TV, na pia usisahau kutufollow kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram pamoja na TikTok ili kuhakikisha elimu hii inawagusa Watanzania wengi. Asanteni na tukutane wakati ujao.